Nina furaha sana kukukaribisha tena katika kipindi cha Plus Weekend. Jina langu ni Witness Matiku. Karibu tuyapitie yale tuliyokuwa nayo katika juma hili. Miongoni mwa taarifa kwa muhtasari ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika juma hili ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma na kuzindua ujenzi wa meli 4 za mizigo kwa ajili ya usafirishaji katika ziwa Tanganyika. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amezindua kituo cha mabasi ya umeme kilichopo Malindi visiwani Zanzibar. Na kufuatia tuhuma za mashehe watatu ambao wamesimamishwa hivi karibuni, BAKWATA yaunda tume ya kuchunguza tuhuma hizo. Karibu. Na tuanzie hapa ambapo katika juma hili imetangazwa rasmi ya kwamba Kigoma si mwisho wa reli tena, na ni kwa sababu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma, pamoja na kuzindua ujenzi wa meli 4 za mizigo katika mkoa wa Kigoma ambazo zitatumika katika bandari ya Karema mkoani Katavi. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na Adela Moses. Hapa ni katika bandari ya Kigoma, tunashuhudia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akizindua meli hizo za mizigo kabla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma. Baada ya hayo kufanyika, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akazungumza na maelfu ya wananchi katika viwanja vya Katosho wilayani Kigoma, akieleza lengo la serikali la uwekezaji huo. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Kadhalika, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hakusita kutoa rai kwa Watanzania kutunza miundombinu hiyo inayogharimu matrilioni ya fedha kwa manufaa ya Watanzania wote na vizazi vijavyo. Tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho, kwa sababu fedha yote tunayoiweka mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule itachukua miaka mingi sana. Awali, Rais Daktari Samia alipokea taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa SGR kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini, Mhandisi Machibia Shiwa, huku Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa akieleza mikakati mipya ya serikali katika eneo la miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Sambamba na miradi hiyo, serikali inaendelea na maboresho ya kiwanja cha ndege cha Kigoma kwa gharama ya shilingi bilioni 51.4. Mradi huu utapokamilika mwishoni mwa mwaka 2026 utawezesha kiwanja hicho kuhudumia abiria takriban 400,000 kwa mwaka, kukipandisha hadhi kuwa kiwanja cha ndege cha kikanda na kufungua fursa mpya za kibiashara na utalii. Ujenzi wa mradi huu una jumla ya kilomita 411 za njia kuu na kilomita 95 za njia za kupishana. Aidha, kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu wa Kigoma, mkuu wa mkoa Balozi Simon Siro pamoja na mbunge wa jimbo la Kigoma Clayton Chipando wanaeleza faida za miradi hiyo, wakitoa uhakika wa kuilinda. Na meli hizo mpya zitaongeza pato la mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla. Dr. Samia Suluhu Hassan anatafuta pesa, anaenda kushoto na kulia kutafuta hela. Ametuletea miradi mizuri kama hii. Ni kazi yetu sisi watu wa Kigoma kulinda hii miundombinu ambayo serikali inapambana kuleta katika mji wetu. Kwa hivyo wito wangu sasa kwa wanatabora ni kwamba wasisubiri mpaka ikamilike, waanze kuwekeza sasa.
kama ni hoteli, ajue kabisa atapata fursa hiyo, kwa sababu mji utakwenda kukua. Reli hii itakapokuwa tayari, ina maana sisi huku watu wetu watanufaika na mambo mengi. Kutoka hapa katika viwanja vya Katosho vilivyopo hapa katika manispaa ya Kigoma Ujiji hapa mkoani Kigoma, ambapo hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR kipande cha kutoka Tabora hadi hapa mkoani Kigoma umefanyika hapa. Adela Moses. Na sasa tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo katika juma hili mabasi ya umeme 500 yametua visiwani Zanzibar. Na katika hilo Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi ameutaka mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar kukamilisha kwa haraka ujenzi wa vituo vya kisasa vya mabasi vitakavyotumika katika mradi wa mabasi ya umeme ili wananchi waanze kunufaika kikamilifu na huduma hiyo. Rais Mwinyi amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kituo cha mabasi Malindi na uzinduzi wa huduma za usafiri wa umma katika kutumia mabasi ya umeme, hafla ambayo ilifanyika Malindi, mkoa wa Mjini Magharibi. Na tupate taarifa zaidi namna tukio hili lilivyokuwa huko visiwani Zanzibar. Ni uzinduzi wa mabasi ya umeme na ufunguzi wa kituo cha mabasi hayo kilichopo Malindi mjini Unguja. Abiria wa kwanza kuyapanda mabasi hayo ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, akiwa na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah pamoja na viongozi wengine walihudhuria hafla hiyo ya uzinduzi wa mabasi hayo. Hatua ya ufunguzi wa kituo hiki ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuimarisha haiba ya mji wetu wa Zanzibar na kutoa huduma bora za usafiri wa kisasa kwa wananchi wake. Tutahimiza watu binafsi, sekta binafsi nao watumie vyombo vya usafiri vya umeme. Lengo ni kufanya zero emission net zero. Zanzibar tuwe wa kwanza kuhakikisha kwamba usafiri wa vyombo vyote, viwe vidogo na vikubwa, malori pia, yote yatumie umeme, tuondekane na uchafuzi wa mazingira. Aidha, Dr. Mwinyi akizungumza katika hafla hiyo amejivunia uzinduzi wa mabasi hayo kwani utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya 2025-2030 katika kuboresha huduma za usafiri visiwani Zanzibar. Tulitoa ahadi kwamba tutafanya usafiri wa umma kuwa ni usafiri unaotumia umeme. Lengo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini kutoa huduma zilizokuwa bora za kisasa. Leo nimefurahi kupata fursa hii ya kuja kuweka historia hii ya uanzishaji wa vyombo vya usafiri vya umma vinavyotumia umeme. Katika muda mfupi ujao tutaendeleza hatua hizi ili nchi nzima kwa ruti zote iwe na vyombo vinavyofanana na hivi ambavyo leo tunazindua. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar Nasr Shabani Amer amesema mabasi hayo kwanza yataanza na njia 3 za mjini na lengo ni kufikia maeneo yote ya Zanzibar. Tutaanza na ruti kuanzia airport kupitia Kijangwani kuja Malindi, vile vile tutaanza na ruti nyingine ambayo itatokea Shakani, Mzambarauni na Naita, itapita njia ya Buyu, Kijangwani kuja Malindi. Hizo ndio ruti ambazo tutakazoanza nazo. Baadaye kadri ya miundombinu itakavyokamilika, basi na mabasi mengine yataingia, lakini lengo letu baada wote kukamilika inshallah Zanzibar nzima tutakuwa na mabasi zaidi ya 500. Baadhi ya wananchi wamepongeza ufunguzi wa kituo na uzinduzi wa mabasi hayo katika kuimarisha huduma za usafiri visiwani Zanzibar. Ni mabasi ambayo hayaendei mafuta, kwa moshi hamna, mabasi ambayo hayana zogo, kwa zogo litapungua, na vile vile tutasaidia sana usafiri katika mji wetu huu wa Zanzibar. Lakini mambo mengi sana, kutakuwa kuna baadhi ya maduka. Kwa hiyo mimi naamini ni fursa kubwa sana ambayo kituo hichi ambacho kimeweza kufanyika. Tuna furaha kubwa kuona eneo hili ni kwa kiasi gani sasa litachangia katika maendeleo makubwa ya Zanzibar. Na wetu tumeomba ajira na bado tunataka kuendelea kuomba ajira kwa sababu kuna mambo ya parking, kuna usafi. Leo ni uzinduzi wa kituo cha mabasi ya umeme hapa Malindi na uzinduzi wa mabasi 15 ya usafiri na yanatarajiwa kuanza kazi rasmi tarehe 1. Nikiripoti kutoka hapa Malindi, Juma Kasim. Na sasa tuelekee mkoani Mwanza. Katika juma hili mkoani Mwanza, Wizara ya Madini imeonya kuzifuta leseni zote za uchimbaji wa madini zinazoshikiliwa na baadhi ya watu pasina kuzifanyia kazi ili kutoa fursa kwa watu wengine, na ikionywa kuwa ya kwamba
wachimbaji wadogo wanaokwenda kuvamia katika maeneo ambayo leseni zake zina kashikashi wamekuwa wakikwamisha ushahidi wa kuweza kufuta leseni hizo kutokana na wao kuendelea kufanya kazi katika machimbo ya namna hiyo. Na tungani na Henry Kavirondo mkoani Mwanza kwa taarifa zaidi. Msimamo huo wa serikali umetolewa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akikabidhi leseni za uchimbaji wa madini kwa vikundi vya wachimbaji wadogo wa madini kata ya Mahande, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza. Leseni zilizokabidhiwa kwa wachimbaji hao ni 30 kati ya 228 baada ya vikundi hivyo kutimiza vigezo vya kupatiwa leseni za uchimbaji wa madini. Kama kuna mtu anastahili pongezi, si mimi niliyesimama hapa, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kina mama na watu wenye ulemavu wanakosa shughuli za kiuchumi kwa sababu tu ya watu wachache. Pia akatumia wasaa huu kupiga marufuku mtu yeyote kutovamia leseni ya mtu mwingine. Kabla sijaenda katika eneo husika, wachimbaji wadogo wamevamia. Sasa hii chungu muipokee. Kuanzia hivi sasa nimeelekeza kwanza hakuna rush. Cuthbert Joseph ni mnufaika katika sekta ya madini. Hapa anayasihi makundi mbalimbali kuchangamkia fursa hii kujikwamua kiuchumi. Nafikiri vijana wanachopaswa kukifanya ni kujituma, ni kujitoa, kujituma. Kuna kuanguka, kuna kupanda, kuna kuanguka, kuna kupanda, lakini kwenye uchimbaji hasa tunachotegemea ni kupata. Kwa ufunguzi wa leo huu utasababisha kuleta maendeleo katika Mwanza yetu. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya maamuzi magumu ya kuanzisha huu utaratibu na mpango wa kuwagawia maeneo wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo katika sekta ya madini nchini wanachangia 40% ya pato la taifa. Hivyo wizara imefungua fursa hiyo ili kuwawezesha wachimbaji hao kuchangia zaidi ya wastani huo, ikiwa ni pamoja na kujikwamua kiuchumi. Henry Kavirondo, Mwanza. Sasa tuelekee mkoani Katavi ambapo katika namna moja ama nyingine ya kusikitisha, kijana mwenzetu mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa kata ya Ilembo, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, wilayani Mpanda, mkoani humo Katavi, anajulikana kwa jina la Ramadhan Shana Selemani, amekamatwa na wananchi kwa tuhuma za kuiba nyaya ya shaba katika transformer inayomilikiwa na shirika la umeme Tanzania TANESCO. Mwandishi wetu Pasco Katona anatueleza zaidi. Tukio hilo la wizi limetokea katika kitongoji cha Kamguju, kata ya Kabungu, halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, ambapo kwa mujibu wa mashuhuda wamesema kuwa tukio hilo awali mtuhumiwa alianza kutenda tangu tarehe 15 mwezi huu na kisha kuwekewa mtego wa namna ya kumkamata. Nikawa mimi nimeenda Isima. Narudi tarehe 15 nikakuta wakasema kwenye nani umeshatolewa nani nyaya hizi. Tukakaa tu hivyo ndio leo tena imetokea kama hivyo. Nikaamka na silaha yangu, fimbo kama kawaida. Basi tunatoka kule tunanyemelea huku. Tulikuwa wangapi? Tulikuwa watu tu kama watano, wanne. Wengine wakapita huku, tukabaki kwa pale barabarani kusudi kwamba kishuka hapa anaweza kafuata barabara. Upande wake mtendaji wa kata ya Kabungu Ziada Mhande na mwenyekiti wa kitongoji cha Kamguju kata ya Kabungu Ramadhani Selehe Katabi walikuwa na haya ya kusema. Nikatoa taarifa kwa mtendaji, lakini pia tukaanza doria tukiwa na wananchi kwa siku ya leo tarehe 18 siku kwa mkia leo muda wa saa 9 tumemkamata bwana huyu akiwa anakata waya wa umeme kwenye transformer. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Kitendo hichi kimekuwa kitendo ambacho kinajirudia mara kwa mara. Tarehe 15 mwezi wa 7 kuna mwananchi ambaye alikimbizwa na wananchi ambao ni wananchi wema, alikuwa anajaribu kutoa nyaya za umeme kwenye transformer. Kwa kushirikiana na polisi kata na wenye vitu wa vitongoji na wananchi, mimi kama mlinzi wa amani wa eneo hili tuliweka doria. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, inaitwa Pasco Katona. Na tunapoelekea katika siku kuu ya wakulima 88, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa sherehe za maonesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi maarufu kama 88
mnamo Agosti 1 mwaka huu jijini Dodoma, na Leonard Mwacha anatueleza zaidi. Maadhimisho hayo yamebebwa na kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050, ambapo mpaka sasa wadau 800 wa kitaifa na kimataifa zikiwemo halmashauri, makampuni ya zana na pembejeo, viwanda, mashirika na taasisi zimethibitisha kushiriki. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Bi Rosemary Senyamule, amebainisha umuhimu wa sherehe hizo kwa Watanzania, hasa wakulima, wafugaji na wavuvi. Sherehe hizi hutumiwa na wadau wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kuonesha teknolojia zinazoongeza tija na faida katika mnyororo wa thamani ya mazao yatokanayo na sekta hizo. Tunahamasisha wadau wote kutumia ipasavyo maonyesho haya katika kuchangia ufikiwaji wa malengo ya dira 2050 na kulifikisha taifa letu kwenye uchumi wa kipato cha kati cha juu. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamebainisha namna ambavyo wamejipanga kuchangamkia fursa zitokanazo na maonyesho hayo. Kwa upande wetu sisi ni fursa kwa sababu wateja wanakuwa wengi, kwa hiyo tunakuwa na kipato kikubwa zaidi tofauti na siku zingine. Kilimo ndio kila kitu. Kilimo ndio kinatufanya sisi wenyewe hapa tunatamba hapa mjini. Kilimo kwa sababu mimi mwenyewe hapo kuniambia swala la kulima mimi lazima nilime. Nipo hapa mjini lazima nilime. Yaani nipo hapa mjini lazima nilime. Yaani kulima lazima. Matarajio yangu ni kupeleka familia na yani kuwapa mahitaji wanayotaka familia na kuwapeleka kaone wanachokitaka, warudi nyumbani wakatulie. Katika siku ya kilele tarehe 8 mwezi wa 8 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kuwa mgeni rasmi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha. Sasa turejee tena mkoani Dar es Salaam, ambapo kufuatia tuhuma za mashehe watatu kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Kigoma na Singida kusimamishwa kutokana na kile kilichosemekana ni mienendo yao, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Alhaji Abubakar bin Zubeir ameunda tume ya uchunguzi ndani ya mwezi mmoja kwa ajili ya kuchunguza tuhuma zinazowakabili mashehe hao watatu wa mikoa ya Dar es Salaam, Kigoma pamoja na Singida, na hii ndiyo taarifa zaidi. Akitoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam, Katibu wa Baraza la Ulama la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Sheikh Hassan Chizenga amewataka Waislamu nchini na wasiokuwa Waislamu kutulia na kusubiri taarifa ya uchunguzi itakapokamilika na kutolewa. Wajumbe wa tume hiyo ni hawa wafuatao: 1. Sheikh Shaban Juma Abdallah, Sheikh wa mkoa wa Arusha, mwenyekiti. Dr. Musa Hans, mhadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dr. Abdallah Tego, mhadhiri chuo kikuu cha MUM Morogoro. Wakili Ummi Aziz Kheri, mwanasheria. Mwalimu Ali Abdallah Ali, mkurugenzi wa elimu BAKWATA. Hamisi Kalimwage, mjumbe wa kamati ya utatuzi wa migogoro ya misikiti na madrasa nchini. Aidha, amewataka Waislamu waliokuwa na taarifa zozote kuhusiana na tuhuma za viongozi hao kufika BAKWATA kutoa taarifa, na watakaofikiwa kwa ajili ya maswali watoe ushirikiano kwa tume hiyo. Tunasihi Waislamu wote wasiokuwa Waislamu kuwa watulivu kwa kipindi hiki ambacho tume inafanya kazi, na pia tunawaomba wenye taarifa muhimu kuhusu kadhia hii waweze kuwasilisha taarifa zao ndani ya tume hii. Pia wale wote watakaohitajika na tume katika kukusanya taarifa muhimu, tunawaomba watoe ushirikiano. Na katika hali ya sintofahamu huko mkoani Dodoma, katika juma hili watoto wawili wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma wakipatiwa matibabu baada ya kufanyiwa vitendo vya kikatili na mtu anayedaiwa kuwa ni bibi yao, na jeshi la polisi likitangaza kumshikilia mtu huyo. Na kutoka mkoani Dodoma tuungane na Roda Simba kwa ajili ya taarifa hii. Tukio hilo limetokea katika mtaa wa Chang'ombe, kata ya Chang'ombe jijini Dodoma, ambapo mwanamke aliyetambulika kwa jina la Maria Joseph mwenye umri wa miaka 40 anadaiwa kuwafanyia ukatili watoto wawili kwa kuwajeruhi kwa mwiko na kusababisha majeraha katika sehemu mbalimbali za mwili. Ayamunguza na moto.
babu akawa anampiga na Simba. Sasa pigwa, sisi tunaenda kuhamia kwa babu. Daktari bingwa watoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Dr. Zipora Mfugale, amethibitisha kuwapokea watoto hao, huku afisa ustawi wa jamii wa hospitali hiyo Bi Veronica Amos akieleza maendeleo ya watoto hao. Siku ya Jumamosi ni kweli tuliwapokea watoto hao, na mpaka sasa hivi tunao dini kwetu wanaendelea na matibabu na taratibu nyingine zote za kisheria zinaendelea. Na sisi kama ustawi tunahakikisha watoto wanapata huduma zote na haki zao zote za msingi. Akitoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma ACP Galus Hiera amesema mtuhumiwa anashikiliwa tangu Julai 18, huku taratibu za kukamilisha uchunguzi ili kumfikisha mahakamani zikiendelea. Mtuhumiwa ambaye tangu tarehe hiyo 18 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 ameendelea kushikiliwa, wakati taratibu zingine zikiendelea kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linakemea vitendo hivi vinavyofanywa na baadhi ya wazazi, walezi na wanajamii kwa ujumla, kwani halitawafumbia macho. Kutoka Dodoma, Roda Simba. Na sasa tukamilishe Plus Weekend na taarifa hii kitaifa kutoka CCBRT, ambapo taasisi ya Lalji Foundation kwa kushirikiana na taasisi ya Baraka Foundation zimekabidhi msaada wa viungo saidizi kwa walemavu wa viungo katika hospitali ya CCBRT kwa lengo la kurejesha tabasamu na uwezo wa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi kwa watu wenye changamoto ya ulemavu. Na hii ni taarifa kamili ya tukio hili. Akizungumza wakati wa tukio hilo, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya CCBRT Brenda Msangi amezishukuru Lalji Foundation pamoja na Baraka Foundation kwa msaada waliotoa kwa kuwezesha upatikanaji wa miguu bandia kwa walemavu 17, ambapo amesema msaada huo unakwenda kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja kwa kusaidia kubadilisha maisha yao. Hii yote ni kwa sababu ya ushirikiano baina ya taasisi ya Lalji na CCBRT kwa msaada wa taasisi ya Baraka. Tunashukuru sana kwa sababu kupitia msaada huu watu wataenda kubadilisha maisha yao na itasogeza hatua zao za kwanza mbele. Wanafunzi wataweza kwenda shule na kadhalika na kadhalika. Na huu ni mwanzo tu, na huu ni mwaka wa 4 tuko na taasisi ya Lalji, lakini tuna matumaini tutaendeleza ushirikiano kwa sababu unaendelea kubadilisha maisha na kwa kweli unagusa maisha kila siku ya watu. Na tunaendelea kuomba huo msaada kuendelea. Na kwa kurudia, Baraka Foundation, asante sana, moja kwa moja kutoka Canada. Kazi yenu ni nzuri sana. Tuna matumaini wakati mwingine mtakuja hapa wenyewe kujionea kazi kubwa tunayofanya moja kwa moja kutoka Canada. All the way from Canada. Kwa upande wake, mratibu wa miradi kutoka Lalji Foundation Judith Kahatano amesema taasisi hiyo imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutekeleza miradi ya kusaidia makundi tofauti kwenye jamii. Tumekuja hapa CCBRT, sisi kama timu ya Lalji Foundation pia tumeshirikiana na wenzetu Baraka Foundation ambao wametuweza kutufadhili katika kusaidia swala la viungo bandia, miguu bandia. Sema hatutaishia hapa, tutaendelea kuwasaidia jinsi Mungu atakatubariki. Tunawashukuru CCBRT, tunawashukuru Lalji, lakini tunawaomba CCBRT na Lalji wasiishie ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, kwani kuna watu wengi wenye changamoto kama hizo kwetu, kwa sababu kiungo cha bandia sasa hivi ukisema uende Moi, ukisema uende CCBRT kwa kulipa ama uende KCMC kinagharimu zaidi ya milioni 3. Kisa Mwepiana. Na sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kuungana na Lulu Ali kwa ajili ya kujua yale tuliyokuwa nayo katika juma hili kimataifa. Karibu sana Lulu Ali. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko Uingereza ambapo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bili za umeme, ahadi za kufufua uchumi na kujenga nyumba zaidi, huku akikabiliwa na changamoto za gharama za maisha na migogoro ya kimataifa zinazoathiriwa na vita ya Marekani na Iran. Burnham amesema kodi ongezeko la thamani kwenye umeme itapunguzwa kutoka 5% kuanzia Oktoba, hatua inayotarajiwa kuokoa kila kaya kiasi cha pauni 45 kwa mwaka, huku akiahidi kurejesha viwanda nchini na kugawa madaraka zaidi kutoka serikali kuu ya Westminster. Burnham amesema atawasaidia vijana wengi zaidi kupata ajira kwa kubadilisha mfumo wa elimu na kuwapa msaada zaidi, ikiwemo msaada wa afya akili, huku akisema atajenga nyumba zaidi za halmashauri kwa ajili ya wananchi.
Tukielekea huko Marekani imelaani China kwa kile ilichokiita vitendo vya hatari na vya uchokozi kufuatia mzozo kati ya walinzi wa pwani ya China na jeshi la wanamaji la Ufilipino katika bahari ya kusini ya China na kusababisha mvutano kuongezeka baada ya Marekani kuikosoa China kwa vitendo vya uchokozi dhidi ya Ufilipino. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuwasili Manila kuhudhuria mkutano wa mataifa Asia na kusisitiza uungaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa washirika wake. Bahari ya kusini ya China inaendelea kuwa kitovu cha mvutano kutokana na madai yanayokinzana ya umiliki wa eneo hilo, kwani Marekani imeeleza kuwa hatua za China zinahatarisha amani na uthabiti wa eneo hilo, huku China ikikanusha tuhuma za kujeruhi mwanamaji wa Kifilipino ikidai maelezo ya Manila yanapotosha ukweli. Lula Ali, kimataifa. Na kwa taarifa hizo za Plus Weekend kimataifa kutoka kwa Lulu Ali, mimi nitakuwa sina la ziada kutoka hapa Channel 10 Plus kutoka Plus Weekend. Jina langu ni Witness Matiku, nikutakia utazamaji mwema wa Channel 10 Plus na kwa heri.